Uwanja huu wa ndege wa kimataifa wa Msalato utazingatia ujenzi wa viwango vyote vya hali ya juu, na kiwanja hiki ni kiwanja kinajengwa kwa daraja la 4E ambalo lina uwezo wa kitakuwa na uwezo wa kupokea ndege hadi kubwa kabisa aina ya Boeing 787 Dreamliner ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba abiria mpaka 350. Ujenzi huu unatekelezwa kwa awamu mbili, sehemu mbili, ambayo ni ujenzi wa miundombinu pamoja na ujenzi wa majengo. Kwa upande wa ujenzi wa miundombinu, kuna ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege. Barabara hii ina urefu wa kilomita 3.6. Kuna barabara za viungio na tuna eneo la maegesho ya ndege, yani apron. Unahusisha pia ujenzi wa barabara kuu inayotoka barabara inayoelekea Arusha kuingia uwanjani yenye urefu wa kilomita 5.6. Lakini vile vile itakuwa na eneo la maegesho ya magari ambayo eneo hilo litatosheleza magari hadi 500. Vile vile tutakuwa na ujenzi wa barabara zinazoenda maeneo mbalimbali ndani ya uwanja wa ndege. Katika upande wa miundombinu pia unahusisha uwekaji wa miundombinu ya maji safi na maji taka. Kutakuwa na uzio kwa ajili ya kuimarisha hali ya usalama katika eneo hili. Lakini vile vile kutafungwa taa za kuongozea ndege pamoja na miundombinu mingine. Sehemu ya pili ambayo ni ya ujenzi wa majengo. Katika upande wa majengo tuna jengo la abiria ambalo jengo hili limezingatia viwango vyote vya kimataifa, ambalo tunatarajia litaweza kuhudumia abiria hadi 1,500,000 kwa mwaka. Lakini vile vile tuna jengo refu control tower kwa ajili ya kuongozea ndege lenye urefu wa mita 56. Kutakuwa na majengo mengine ambayo ni ya kufua umeme, majengo kwa ajili ya kufua umeme, majengo kwa ajili ya miundombinu ya fire pamoja na vifaa vyake. Tutakuwa na jengo la hali ya hewa. Katika majengo haya utekelezaji unaendelea vizuri kama mnavyoona. Kwa upande wa miundombinu umefikia 95.95, na kwa upande wa majengo umefikia 63%. Utekelezaji huu wote kwa upande wa majengo na miundombinu una thamani ya shilingi bilioni 360, na tunatarajia mradi kwa mujibu wa mkataba utakamilika tarehe 21 mwezi Februari mwaka 2026. Sisi TANROADS tunaendelea kufuatilia mradi huu kwa karibu sana na kuhakikisha kwamba viwango vya ujenzi vilivyowekwa kwa mujibu wa mkataba tunasimamia ili kuweza kupata ubora wa kazi ambayo tunaitarajia na thamani halisi ya kazi iliyofanyika ionekane. Tunaishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu wa mradi huu, na sisi TANROADS tunahakikisha kwamba tutatekeleza yale yote ambayo tumeelekezwa kuyasimamia. Kukamilika kwa ujenzi huu unaenda kuleta fursa mbalimbali kwa wasafiri na wasafirishaji, kwani sasa ujenzi huu unaenda kuharakisha shughuli mbalimbali za kiuchumi katika mkoa wetu huu wa Dodoma na maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Na vile vile kupitia ujenzi huu wataalamu wamejifunza mbinu mbalimbali za kisasa za ujenzi, kwa hiyo wameongeza ujuzi zaidi. Lakini vile vile zaidi ya ajira 2,000 zimepatikana kupitia ujenzi huu. Kwa ni rai yetu sasa kwa wasafiri, wasafirishaji, wawekezaji sasa waanze kuitambua na kuiona hii fursa ya uwekezaji katika mkoa wa Dodoma kutokana na miundombinu ambayo serikali tayari imeendelea kuwekeza kwa ajili ya kurahisisha katika upande huo wa usafirishaji.